Kwa jina naitwa Luceta Paul Kansari, ni daktari afya ya akili kwa manispaa Kinondoni na kaimu nafasi ya mratibu afya ya akili wa manispaa Kinondoni. Tuko hapa kama manispaa Kinondoni kwa ajili ya kuelimisha jamii, leo ikiwa ni siku ya afya ya akili duniani. Na siku ya leo kama manispaa Kinondoni tumeona tuwatembelee vijana. Tuwaone vijana na tumekuja shule ya sekondari ya Ananasif kwa ajili ya kuzungumza na vijana kwa habari za afya ya akili, na pia ukizingatia kwamba afya ya akili ni moja ya non-communicable disease, magonjwa yasiyoambukiza. Na zaidi ya yote pia tumekuja kukutana na vijana na pia kuona hali halisi ya afya zao kwa upande wa kuangalia kama kuna changamoto yoyote katika eneo hili la Ananasif la vijana wetu wanaposoma hapa na kujiandaa na maisha yao ya baadaye. Dalili za afya ya akili zinatofautiana. Tukizungumza kwa haraka labda tuzungumze, anaweza kawa na wasiwasi sana, hofu isiyokuwa na sababu, wasiwasi usiokuwa na sababu ambao ni mkubwa, huzuni isiyokuwa na sababu, na kukosa raha, kushindwa kujitenga na jamii, kushindwa kufanya mambo ambayo alikuwa zamani akiyafanya, na pia anaweza kafikia katika hali akawa anaweza katukana, anaweza kagombana, kuwa na hasira kupita kiasi, hasira ambayo haina sababu. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Na saa nyingine kuwa na hali ya kutaka kujiua na kujiondoa maisha yake. Kadri tunavyoendelea, mwitikio sasa hivi umekuwa mkubwa. Wanakuja sana watu kwenye idara kwa ajili ya matibabu. Na hata kwenye nani yetu ya MAT ya Kinondoni ambayo iko Tegeta, vijana wajitokeza kwa ajili ya kupata msaada kwa ajili ya matumizi yao ya madawa. Kwa hiyo mwitikio upo na watu wanaendelea kuja na kupata ufahamu. Kadri elimu inavyoendelea kupita kwenye vyombo vya habari, ndipo watu wengi wanajua kwamba nahitaji kwenda kupata msaada. Tiba za vidonge zipo, tiba za sindano zipo, na tiba ya maongezi ipo. Afya ya akili tunatibu kwa namna 3 kubwa. Kuna tiba ya maongezi, kuna tiba ya vidonge, na kuna tiba ambazo wakati mwingine tunatumia sindano, dawa za sindano. Na saa nyingine tunachanganya tiba ya dawa na pamoja na tiba ya maongezi. Kuna wataalamu waliobobea ambao ni clinical psychologists ambao wanahusika na tiba ya maongezi, na kuna wataalamu waliobobea ambao ni psychiatrists ambao wao wanahusika na tiba na kwa ajili ya matibabu ya dawa au kutumia sindano, na kuna wataalamu waliobobea ambao tunawaita ni watu wa social. Wao wanahusika katika kusaidia yule mtu aweze kurudi kwenye jamii, maana huwa wanajitenga na jamii. Na pia tuna wataalamu waliobobea ambao wanaitwa occupational therapist. Hao huwa wanatumika kwa ajili kumrudishia yule mtu uwezo wa kufanya tena kazi, arudi katika maisha yake kama kawaida na kufanya kazi zake na kupata kipato chake. Mtu anapopata changamoto za afya ya akili sio ndio mwisho wa hatima yake. Sio ndio mwisho wa hatima yake. Ana uwezo wa kufuata na kuomba msaada wa matibabu, akapata matibabu na kurudi katika mstakabali wa maisha yake na kuendelea na ndoto yake kama kawaida. Kwa sababu tunafanya matibabu na rehabilitation, kwamba kumrejeshia mtu uwezo. Tunaweza tusifikishe ile kiwango cha uwezo, lakini akawa na uwezo wa kujitegemea na kuleta faida katika taifa. Sio kama ambavyo anakuwa tena hatumiki katika jambo lolote. Watoto wanaelimishwa, wanapata kujua madhara ni kivipi wajiepushe na kutumia vitu mbalimbali kama vile bangi, mambo ya shisha na vitu vingine ambavyo vinapelekea afya ya akili. Tunashukuru sana kwa kupatiwa elimu hiyo, kwani tunaamini watoto hawa wataweza kujiepusha na matumizi ya vitu hivyo na basi kuweza kufikia ndoto zao. Wito kwa wazazi na wanafunzi. Kwanza kabisa, wazazi ni vizuri sana tukawa karibu na watoto wetu. Ninaposema kuwa karibu, kwa maana kufuatilia mienendo ya watoto wetu kuanzia pale wanapotoka nyumbani mpaka anapoelekea shuleni. Ni vizuri ukajua mwanao anapitia njia gani. Lakini pia watoto wetu wana mabegi hayo, basi wazazi ni vizuri kuwa tunaangalia mtoto anapotoka nyumbani, muangalie amebeba nini. Lakini pia anaporudi nyumbani kutoka shuleni ni vizuri kufuatilia amebeba nini kwenye begi lake.
Maana kuna watoto wengine wanaweza kubeba vitu ambavyo si sawa, wanavichukua kutoka kwenye makundi mbalimbali, lakini pia mitaani huko wanakopita. Si kila mtu aliyeko katika jamii anawatakia mema watoto hawa. Kwa hiyo ni vizuri kufuatilia watoto wetu ili kuwa na kizazi kilicho salama. Naitwa Tahir Musa Muhammad, ni mwanafunzi wa kidato cha 3 shule ya sekondari Hananasif. Kwa siku ya leo tarehe 10 mwezi wa 10 2025 ni siku ya kuadhimisha afya ya akili duniani. Na katika shule yetu tumepata bahati ya kutembelewa na watu wanaohusiana na afya ya akili. Na watu hao wametupatia elimu mbalimbali kuhusiana na afya ya akili. Kwanza walitupa introduction au utambulisho kuhusiana na afya ya akili. Pili, wakatupa ni vitu gani vinavyoweza kusababisha tatizo la afya ya akili. Pia wametupa ni kwa jinsi gani tunaweza kujikinga au kujiepusha na matatizo ya afya ya akili. Kwa kwanza, nini maana ya afya ya akili? Afya ya akili hii ni hali ambayo mtu anakuwa timamu katika akili yake katika kufanya maamuzi yaliyo bora na sahihi. Naposema maamuzi yaliyo bora na sahihi, kwa mfano kujiepusha na makundi yasiyofaa pindi ambapo atakapoona kwamba yale makundi yatamsababishia madhara. Hayo ndio maamuzi sahihi. Sasa ni vitu gani vinaweza kusababisha mtu kuwa na tatizo la afya ya akili? Vitu vinavyopelekea mtu kuwa na tatizo la afya ya akili ni kama vile kujihusisha na makundi yasiyofaa, yaani na maisha makundi rika yasiyofaa, pia kujiingiza katika matumizi ya madawa ya kulevya. Hii yote inaweza kupelekea matatizo ya afya ya akili. Na pia ni kwa jinsi gani sasa tunaweza kuzuia hilo tatizo la afya ya akili? Kwanza, mtu huyo anatakiwa apate elimu kuhusiana na afya ya akili. Pia mtu huyo anatakiwa ashirikiane na watu kwa ukaribu zaidi ili waweze kumsaidia ile tatizo lake la afya ya akili. Pia mtu huyo anatakiwa kwa mfano itakapogundulika kwamba ana tatizo la afya ya akili, anahitajika aanze matibabu yatakayoweza kumsaidia kurekebisha afya yake ya akili. Lakini pia kwa ushauri zaidi, ningependa kushauri kwamba elimu iongezeke kuhusiana na swala la afya ya akili, kwa sababu hii elimu ni muhimu sana. Tunaona kwa mfano kama leo tumejifunza mambo mengi. Kwa hiyo ningeshauri elimu hii iendelee kutolewa zaidi na zaidi ili tuweze kupata faida nayo. Anaweza kuwa na afya ya akili kwa kupata elimu au kwa kukusanyika na wenzake na kupata elimu tofauti tofauti. Pia vitu ambavyo vinamfanya mtu aweze kuharibu afya yake ya akili ni matumizi ya madawa ya kulevya au kujiingiza katika makundi hatarishi. Na pia vile vile mfano wa madawa ya kulevya hayo au vitu vya kulevya hivyo vinaweza vikawa bangi, shisha na cocaine na hata vinginevyo pia.